Lama. Kwa hiyo sisi kama shirika tukaonelea kuna haja kuingilia na kuweka amani, sababu wale walinda usalama ndio wanaotulinda sisi wananchi na ndio wanaoangalia kile kijiji. Na huku maadhimisho ya siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia yakiendelea, jamii mbalimbali katika eneo la Kilifi Kusini zimeungana kupinga ukatili wa kijinsia katika kampeni iliyoongozwa na Community Health Promotion Fund. Na jinsi mwanahabari Esther Kirong anavyoripoti, mpango huu wa ngazi ya chini unalenga hasa kupunguza mimba za utotoni, ukatili wa kijinsia na kuhimiza kuhusu maisha yenye afya miongoni mwa vijana. Akizungumza wakati wa mkutano wa kijamii uliofanyika Mtomondoni, afisa wa shirika la CHPF Ada Adela amesema kampeni hii imewaleta pamoja wazazi, vijana na wasimamizi wa jamii kwa sauti moja kudai haki za watoto na kuwalinda dhidi ya hatari zinazohusiana na unyanyasaji mtandaoni, dawa za kulevya na mahusiano hatarishi. Tunasema tuendelee kukondem visa vyovyote ambavyo vinaweza jitokeza zikaja zikalemaza watoto wetu, iwe educationally, iwe career wise, maana tunataka tukuze jamii ambayo watoto wetu wako na vision, wasije wakapotezwa kwa ajili ya mihadarati, kwa ajili ya mitandao. Shirika hilo limefanya shughuli za kijamii katika shule kadhaa ikiwemo Mtomondoni, Msumarini, Kireme, Chodari, Mavueni, Mkwajuni, Ngombeni Girls, St. Teresa na Bungu, ambapo michezo na mijadala ya wanafunzi imekuwa zana muhimu ya kuhamasisha na kuelimisha. Tumekuja na mikakati ya vipi jamii inaenda kusimama na kuchukua hatua ya kuhakikisha kwamba wanasitisha hizi dhuluma za kijinsia katika jamii zao. Shughuli hizi pia zimeunganishwa na maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, ambapo familia zimeweza kujadili kinga ya HIV, kupunguza unyanyasaji wa walioko kwenye hali hiyo na kutoa msaada unaohitajika. Wazee wa jamii walikiri mpango huu kuwa muhimu, ukijibu changamoto za watoto wanaokabiliwa na shinikizo la kutumia simu, mitandao ya kijamii na ushawishi wa rika wao. Wale ambao walikuwa hawana ufahamu, ambao walikuwa hawajui chochote, sasa wamekuja wameona kuna maana fulani na kuna mafundisho fulani na kuna mambo fulani ambayo yanaendelea. Hii ni mambo tunataka kila wakati, kwa sababu watoto wetu wa leo sio kama miaka iliyopita. Sasa ni miaka mingine inaendelea kupanda, masomo ni mengine, elimu inapanda. Kwa hiyo tunashukuru kwa hawa watoto ambao wamefika hapa leo, wamepata mengi ya maana. Kuhusu dhulma za kijinsia, Hussein Ali Sheti, kiongozi wa wanaume wa Kilifi Kusini, amewataka wanaume na wavulana kuzungumza pale wanaponyanyaswa na kutafuta msaada kupitia ofisi za jinsia na vituo vya polisi vinavyotoa usiri mkubwa zaidi. Wanaume wamedhulumika ama vijana wa kiume wamedhulumika, lakini kuongea hawawezi. Lakini sahihi kulingana na elimu ambayo tumeipata ya GBV na mashirika ambayo yanatuelimisha, at least sahihi mwanaume huwa wanapigwa, wanaenda kuripoti katika gender office. Sababu gender office sahihi zimekuwa kidogo ziko na privacy, sababu si ile wakati wa mwanzo ulikuwa gender office unaenda mahali mtu anakuona pale wewe umeenda kuripoti, unaona. Lakini sahihi gender based office ambazo ziko sahihi katika stations ziko at a private place. Wanafunzi Gift Daniel Chengo wanasema midahalo hii imeunda ujasiri, kuongeza ujuzi wa maamuzi na kubadilisha malengo yao. Imenisaidia, nimebuild confidence, especially this debate yenye tumekuwa nayo leo. I was very happy. Imenisaidia, nimebuild confidence, na pia I've gotten that knowledge of knowing how to cope with different situations of life. Shirika hilo linasema litahakikisha juhudi hizi zinaendelea hata baada ya siku 16 kwa kushirikiana na shule, wazazi na viongozi wa jamii, huku wakitoa wito kwa ushirikiano mkubwa zaidi kulinda watoto na kuhakikisha kila kijana anakuwa salama.